Karibu tuzungumze na afisa habari wa klabu ya Azam FC Thabit Zakaria za kazi kuhusiana na mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC leo pale Azam Complex Chamazi majira saa 3 kabili za usiku. Wao kama Azam FC pengine kitu gani wanakitarget kwenye mchezo huo wa kirafiki tukiwa tupo kwenye break ya FIFA kupisha timu mbalimbali za taifa kwenda kucheza michuano ya kufuzu kombe la dunia. Zaka, habari yako? Salama, habari yako pia? Nzuri, vipi unaendeleaje na mfungo? Saumu inapanda? Alhamdulillah, saumu inapanda vizuri kabisa. Na hali ya hewa sio mbaya, hali ya hewa rafiki kabisa. Nashukuru Mungu. Sawa, tumeona mna mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC. Tunataka kufahamu lengo na dhumuni la mchezo huu wa kirafiki kwa Azam FC, ikiwa baadhi ya nyota wapo kwenye mataifa yao kuziwakilisha timu zao za taifa. Ya, mchezo wa kirafiki, lengo la kwanza urafiki. Mpira ni mchezo wa kirafiki, mchezo ambao unadumisha mahusiano na mawasiliano. Kwa hiyo hilo lengo la kwanza, lakini lengo mama kabisa ni la kiufundi. Ndio. Hatuna mechi, ligi imesimama na hatuchezi mechi zozote. Kwa tunafanya tu mazoezi kila siku. Kwa hiyo ikifikia ule muda kama baada ya wiki moja mnacheza mechi, alafu mnapumzika, mnakuja kuanza ili kupima yale mazoezi mliyofanya yamekaa kwa kiasi gani, wachezaji wameelewa kwa kiasi gani, yamewajenga kwa kiasi gani, lazima upate mechi. Kwa hiyo ndio mechi kama hizi maana yake. Na plani za mwalimu pengine ni kupata michezo mingapi ya kirafiki kwa muda huu ambao baadhi ya nyota watakuwa hawapo kikosini? Bado mchezo mmoja kwa sababu wiki ya mwisho baada ya mapumziko, baada ya mechi leo tutakwenda kupumzika mpaka Jumatatu inshallah. Jumatatu tutaanza tena mazoezi mpaka wiki itakapoisha. Itakapoisha hiyo tutakuwa mchezo mwingine tena mmoja wa kirafiki, kwa sababu baada hapo ndio tutakuwa tunarejea kwenye ligi. Sasa mechi yetu ijayo ni tarehe 3 mwezi wa 4. Kwenye mwezi wa 4 huo pia mna mchezo mwingine ambao tunaita dabi. Mwalimu pengine amezingatia vitu gani kwenye hizi timu mbili ambazo atakuwa ametarajia yeye kucheza nazo michezo hiyo ya kirafiki pengine? Kwa sasa maandalizi ya jumla yote hizi mechi ambazo tunacheza leo, tulicheza wiki iliyopita, ndio yalikuwa ni mazoezi ya jumla. Ndio. Ila kuanzia Jumatatu tutaanza mazoezi yani kwa mpango wa mechi, kuelekea mechi na Kengold tarehe 3. Tukitoka hapo tutakuwa na mechi tarehe 6 na Singida. Hiyo mechi unayosema wewe iko mbali sana. Kwa hata sio malengo sasa. Hata hatuizungumzii sasa. Kwa sababu kwanza lazima ujiandae na mechi hizi za mbele, alafu hiyo mechi zingine tutajiandaa huko mbele baada ya muda kufika. Mechi dhidi ya Kengold naamini pia ni mchezo mwingine mgumu, kwa sababu nafasi waliopo wao wanataka kujitoa pale. Pengine pia mwalimu ameangalia kwenye namna ya kucheza mechi za kirafiki kujiweka sawa kwenye mchezo dhidi ya Kengold. Ya, unapojiandaa na timu lazima uelewe mazingira yake yote, uwezo wao, aina yao ya uchezaji, malengo yao kwenye ligi kwa wakati huo, kwa sababu unaweza kuona na kwa mfano wao wanajinasua kutoka chini na utaona wamesajili sana dirisha dogo kwa ajili ya kujinasua kutoka chini. Kweli. Kwa hiyo lazima upate tahadhari zote hizo na uzifanyie kazi, na sisi tunafanya hivyo. KMC ni kipimo sahihi pengine kwenye mchezo huu ambao mnakwenda kuanza nao wa kirafiki? Ya, kwa margin zote, kwa maana kwamba ni timu ya Premier League ambayo inaweza kutupa kitu kizuri. Lakini hata kwa matokeo tu, kwa sababu KMC walikwenda kucheza kule wakatoka 1-1 na Kengold. Kweli. Kwa hiyo unaweza ukajua kwamba kama walitoka 1-1 na umecheza nao, umeona kumbe kiwango chao kipo hapo. Kwa hiyo tukizidisha hapa tunaweza tukapata kitu. Kwa hiyo ni hivyo, na KMC ni timu sahihi kwenye kutupima sisi baada ya mazoezi tuliyofanya. Zaka, kwenye michezo ambayo mmebakisha mpaka hivi sasa, michezo 7, malengo na madhumuni ya Azam FC tueleze. Hayajabadilika tangu mwanzo wa msimu. Kwamba mechi zote ambazo sisi tunataka kucheza ni malengo yetu ni kushinda. Hata kama hiyo mechi tulipoteza, lakini hayo hayakuwa malengo. Hata sasa malengo yetu ni kushinda hizo mechi zijazo. Kwa hiyo haya ni malengo ambayo yamekuwepo tangu mwanzo wa msimu. Kila wakati tunapoenda kwenye mechi, hata leo mechi ya kirafiki, malengo yetu ni tushinde. Ndio. Japo ushindi sio kitu kinacho drive kwenye hii mechi, lakini kwa sababu ni mechi nataka tushinde. Haya mengine yote yafanyike lakini tushinde. Ndio timu ya mpira inajengwa hivi.
Pengine lini tutamtarajia kumuona tena Sospeter Bajana uwanjani akiwa fit Zaka? Sospeter yuko fit tu, yuko mzima kabisa. Ni swala tu la mwalimu kumpanga, lakini yuko kashapona, yuko fit kabisa. Sawa, zungumza neno kwa mashabiki wa Azam FC kwenye michezo hiyo miwili ya kirafiki, hususan pia huu wa leo wa baadaye. Msingi ni mchezo wa leo uko wazi, watu waje kwa sababu kwanza hakuna kiingilio. Mchezo wa kirafiki, kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, muda huo labda mtu umeshatoka kuswali isha, kama mmoja tarawih sawa, lakini kama mmoja tarawih na upo tu unalewa uji kwenye kuangalia mchezo unafurahi kwa sababu kipindi kama hiki unapata mambo kama hayo burudani baada ya kuwa na swaumu mchana kutwa. Mwili umechoka, muda ule unakuja unaburudika, maisha yanakwenda. Kwa hiyo niwakaribishe wadaweza kufika uwanjani, tufurahi kwa pamoja. Kwa wale ambao wako mbali, TV itakuwepo, Azam TV itaonyesha mechi na watapata muda wa kuangalia pia na kufurahi. Zaka, nikushukuru sana na niendelee kutakia mfungo mwema mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amina, inshallah pia. Shukrani. Shukran sana. Ni afisa habari wa klabu ya Azam FC Zaka Zakazi akizungumza kuhusiana na mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC ambao wanakwenda kucheza leo majira ya saa 3 kamili za usiku pale katika uwanja wao wa nyumbani wa Azam Complex Chamazi. Na amezungumza hapo malengo yao kama Azam FC kwenye mchezo huo, lakini namna ambavyo wanajipima na KMC kujiandaa zaidi na michezo mingine iliyosalia ligi kuu soka Tanzania bara, huku Azam FC wakiwa katika nafasi ya 3 kwenye msimamo ligi kuu soka Tanzania bara na wakiwa wamebakisha michezo 7 mpaka hivi sasa kutamatisha mechi zao za ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu. Lakini pia umemsikia hapo akieleza namna ambavyo pia mwalimu ameplani kuwatumia baadhi ya nyota ambao pengine hawakupata nafasi au muda mwingi wa kucheza kwenye michezo ya ligi. Naitwa Zaina Mohamed Jadu kwa upande wa editing.